slides inaitwaje? Slides. Vielekezo. Vielezo. Vielezo. Kitelezo. Telezo. Una mwenye anasema ataandika atengeneza model ya Kiswahili. Na utatengeneza ya model ya Kirundi. Najua tunafanya kazi. Tupatane. Tunasubiri kitelezo. So the main purpose of the session is to be able to workshop and at least come up with even ideas, inputs, because we think that with the Swahili Trustmark, for it to happen, kila mtu anafaa achangie kidogo, atuambie nini anaona kinaweza fanya hii Trustmark ikuje. Kama ni data, kama ni ownership, vitu kama hiyo. Sasa, the reason we wanted to do that is so that we can have a complete ownership. Ni mtu akikuja hapa aseme nani alitengeneza hii, ni sote. Ningependa kujua nani ametoka mbali. Nani hajatoka East Africa Community. And then hapa I think tunaweza split row hii column ya mbele, tunaweza split kama timu mbili ama tatu. Column ni nini kwa Kiswahili? Safu. Ndio column. Safu ndio row. Tunawasilia wafundi mitambo ili wawashe runinga waweze kuona. So on the next session, what we wanted to do was to come together under these three pillars: data, how we work together and how we can come together, kuungana mkono, ili to deliver Kiswahili Trustmark. Na ya tatu, watu wenye wanaweza chukua, watu wenye wanaweza chukua ownership, ili tuweze kudeliver Kiswahili Trustmark. So in order for us to do it, we wanted us to think amongst ourselves, and that involves that between the groups that you're sitting in, between the questions mnazoziona kwenye kitelezo, kama mnaweza jibu, alafu mwisho wa hii workshop tunaweza discuss na tuone kama it makes sense and what outputs tutapata katika majadiliano yetu, ili tuweze kusongea na hii Trustmark. Nashukuru, na bahati mbaya presentation tuliyofanya mwanzoni hatukutoa nafasi ya kuuliza maswali. Kabla tuendelea, ilikuwa vizuri kama tukauliza swali au ushauri, lakini pia nilikuwa nataka nielezee wenye kusema kwamba Trustmark itakuwa imetengenezwa na watu wote wa rangi ya Kiswahili. Kwa hiyo tunategemea kila Mswahili aweze kuona ni mchango gani anaweza kaweka mchango wa pamoja. Kwa hiyo tutakuwa na sehemu kubwa tatu. Sehemu ya kwanza data. Kwenye data kuna maswali, kwa mfano tumeka maswali pia ya msingi, lakini mnaweza mkaongezea ni taasisi gani inaweza ikawa mmiliki wa hii Trustmark. Aina maswali, tuweke maswali mangapi na tuweke kategori ngapi? Kategori zile kwa mfano ni ya elimu, ya afya. Tutaongezea mnapoona sababu ndio wamiliki Kiswahili. Haja gani muhimu za kuweka? Tuweke kikanda. Kwa mfano kuna maswali ambayo yatakuwa yanaulizwa kwa watu wa Kenya au Tanzania au Unguja au
mnaweza mkacontribute. Ndio, asante. Asante. Sasa katika maswali yale yenye naona tutadivide hivyo, mtaangalia kuhusu data. Unaweza andika kama una paper, unaweza andika kwa notebook. Unachukua data, unaweza chukua ungaji wa mkono, hayo maswali ama watu. See, you are the leader of the group. More women. Women. Okay. Narudi huko nyuma. Sawa. Hapa it can be just. Alafu unaweza ongeza maswali kama unaona una maswali. Data mmoja kwenye team ama leader apige picha ya data, alafu ndio Nicole. Mitelezo. Hawana hayo maswali 2500 hadi 3500. Right? So hii tumeweka nyinyi mtengeneze ya vitu vya kuweka. Kwa hiyo sio definite question or answer zisizokuwa hapa. Kwa hiyo tusaidia tena majibu yake ili uweze kutumia. Kwa sababu idea kubwa ni kuwashirikisha. Swali lingine. Vizuri kutengeneza. Sawa basi. Okay, we have around 10 minutes nimeambiwa huko. So nani amemaliza? Walikuwa tayari nani? Niambie kama uko tayari.
igana. Naomba tuanze jamani. Sasa nimepata veto, naomba niwachague maprofesa. Tunakupo niona na maprofesa wengi sana. Naomba nilinue wao watupe mwongozo. Kwa kwanza. Naomba tumsikize profesa, atatupa mwongozo zaidi. Asante. Samahani, niseme kama alivyo. Naona kwamba tulikuwa tuna kurasa 3 ambazo zina maswali kadhaa, lakini tulikuwa tukizungumzia kuhusu mambo ya data, na hasa lile swali la kwanza. Kwa upande wangu sisi hatuna jibu kwa kuwa hatujui walichonacho katika BAKITA. Kwa mfano, nauliza pengo ni lipi katika kati ya data iliyopo na vipengele na kadhalika. Nikijikita kwa mazoea nilionayo kuhusu utengenezaji wa data, haya mambo ya corpus kwa mfano, hii ni kazi ambayo tuliwahi shughulikia enzi zetu wakati tulipokuwa tukifanya kazi ya PhD. Tulijitahidi kufanya ukusanyaji wa data za Kirundi, na ni kazi kubwa sana ambayo inatakiwa mtu awe na utaratibu na mwelekeo fulani. Na kuhusu sasa idadi ya data ambazo zinatakiwa kupatikana ili mtu aseme kwamba hapa inatosheka na data za kutosha, nafikiri kwamba hilo ni jambo ambalo hatuwezi kusema kwamba unaweza kuwa na kanuni ya idadi fulani, kwa sababu kila mwongezeko wa data unakuja kuleta mchango. Inaweza sawa kawa nini, kitu ambacho kimefunguliwa, ikawa kwa mfano data bank open data bank, kwa lengo la kufanya kila kuwa kila yeyote ambaye atakuwa na mchango aweke, aongezee, na hilo lije kusaidia katika pengine utafiti na haya mambo mengine yanayo husu utengenezaji wa data wa corpus. Na fikiri sasa itakuwa vema tusisimame kwenye idadi fulani. Tulivyosikia kama walivyowahi kudokeza katika wasilishaji waliosema, data bank au corpus inakadiriwa katika tokens. Tokens sasa zinaweza zikawa milioni kadhaa, sijui wao ninyi mnasema kama mlionayo ina kama milioni 3 na kitu. Ya kwetu ya Kirundi kwa mfano inakaribia kupata milioni 4 tokens kwa mfano, lakini tumeifanya iwe open kusudi tuendelee kuongezea kila tunapokuwa na nini na fursa ya kupata mambo mengine ya kuongezea. Lakini tu kilichopo ni kwamba ni jambo la muhimu kabisa, kwa sababu hata katika kuhusu mambo au sekta ya utafiti, haya ni mambo ambayo yanaweza kusaidia kwa kila yeyote ambaye atapenda kujihusisha na mambo hayo. Na swali jingine lifuatalo niko katika ule ukurasa wa data vile vile. Nimesema kama nitajibu tu maswali mawili, wengine watasaidia. Ndio, samahani. Nijibu ile swali la kuhusu nani anamiliki haki za kuhusu lahaja. Moja kwa moja mimi pendekezo langu tudili na Kiswahili sanifu. Hicho kitasaidia kwa wale wote ambao pengine wana lahaja mbalimbali, wenye wanaotumia Kiswahili chenye lahaja mbalimbali, kurudia kwenye Kiswahili sanifu. Yani na tuweza kuchukua tu kwa mfano kielezo cha nini cha Kiswahili kinachoshughulikiwa na BAKITA kwa mfano. Samahani kwa kuwa nimechukua muda mrefu, ila mchango wangu ni huo. Sawa, asante. Unaweza share kama mmeandika kitu, unaweza share.
Asante sana kwa nafasi. Kwa mujibu wa kundi letu, tumejibu swali la ni lahaja gani na matumizi gani ya Kiswahili lazima yawakilishwe kikanda. Kwa sisi tulikojadili, lahaja ambayo inatakiwa wakilishwe kikanda ni Kiunguja. Kwa nini Kiunguja? Kwa sababu kina umri mrefu, kina muda mrefu tangu kianze kutumika. Kwa mujibu wa kundi letu, tumegundua kwamba kilianza kutumika tangu mwaka 1928. Kwa mujibu huo basi inabidi Kiunguja ndicho kitumika. Lakini pia katika matumizi tumegundua kwamba Kiunguja ndicho kinachotumika katika mambo mbalimbali, katika ufundishaji vioni na mashuleni, katika warsha mbalimbali, kitamaduni kinatumika. Lakini pia Kiunguja hicho misamiati yake mingi sana inapatikana katika lugha mbalimbali za Kibantu. Kwa hiyo basi kwa mujibu wa kundi letu, lahaja ambayo inatakiwa itumike ni Kiunguja. Asante. Asante kabisa. Hasa kwa waziri wa habari kuongezeka. Alikuwa kuongezeka nasema lahaja ya Kiunguja. Lakini kama kwa sana, lahaja ya Kiunguja ilitumika kama msingi wa kusafirisha Kiswahili kwa mara ya kwanza. Ambacho hicho Kiswahili kinaleta Kiswahili sanifu. Kwa hiyo tuna haja ya kurudi tena kwa Kiunguja kwa sasa kinatumika huko. Lakini tulitumika kama msingi wa kufanya Kiswahili kiwe sanifu. Kwa hiyo Kiunguja naweza kutafuta tena lahaja za Kibate, lakini hiyo tutachana na kunaungana na wale waliozungumza pale kwa Profesa Rani kwamba Kiswahili sanifu na fasaha ndicho kitakachotumika kama msingi wa uendelezaji wa usafirishaji wa lugha hii adhimu kabisa Kiswahili. Kwa hiyo ninafikiri niungane kwa msisitizo zaidi kwamba kila lugha ama kila yenye lugha ina lugha ambayo ni sanifu, na ndio maana Waingereza wana Kiingereza sanifu ambayo wanaita English, lakini Wafaransa pia wanayo na wengine nao wanayo. Zipo lugha hizi ambazo zinatumika kikanda kufanya eneo hili ambalo linaathiriwa na lugha yao mama, lakini si shida. Tunapotaka kuzungumza rasmi tunatumia lugha ambayo ni rasmi ambayo ni Kiswahili sanifu na fasaha. Ile mambo ni kusanja tunaomba sana. Sio lugha gani, lahaja gani itumike. Sisi tumejibu lahaja gani, sio lugha gani. Asante. Nani ningependa kujibu kuhusu swali ambalo linasema ni lahaja gani, ni lahaja na matumizi gani ya Kiswahili lazima yawakilishwe kikanda. Tunaposema kikanda, mawasiliano ya kikanda, ina maana kwamba washiriki wote wagusiwe, si ndio? Sasa kama washiriki wote wanapaswa kugusiwa na tukatumia lahaja moja, wengine itakuwaje? Kwa upande wangu napendekeza hata na lahaja nyingine zigusiwe kwa lengo la kupanua Kongo, kwa kuwa walisema kwamba lahaja ya Kiunguja iliteuliwa kwa kuwa ilikuwa na maandiko mengi, wakati lahaja nyingine hakuwa na maandiko mengi. Lakini leo tuko katika mawasiliano ya kikanda, tuko hapa ili tuandike maandiko hayo. Kwa nini sasa lahaja nyingine zibaki nyuma? Hizo napendekeza kuongeza lahaja nyingine ili tupanue Kongo, washiriki wote wafikiwe, mawasiliano yao ya kikanda. Asante. Za maudhui yaliyopo yanachangiwa au kupewa leseni zipi? Kuhusiana na swali hilo, tumeona ya kwamba chama au taasisi katika nchi husika ndo kikasimamia mambo hayo, kikasimamia na kudhibiti maudhui katika nchi husika, na taasisi hizo zipo.
unasema mimi siwezi ongea, eka feedback hapo. The earlier the better, please. Tuko karibu na masaa madogo. Asante sana. Sisi tumeshughulikia baadhi ya maswali mawili ambapo tumerejelea swali la kwanza katika kundi la kwanza kwenye data inayopatikana katika baadhi ya mabaraza. Tumeanza na BAKITA tukajadili na kuona kwamba kwenye BAKITA kuna kongoo ya Kiswahili ambayo ikiingizwa katika mfumo wa akili unde itasaidia katika matumizi fasaha ya Kiswahili. Lakini pia tunaona katika NECTA kuna baadhi ya hifadhi za taarifa za mitihani ambazo zipo pale, yani data inayohusiana na matokeo ya mitihani. Na kwenye BAKITA tukaona kwamba kuna data zinazohusiana na msamiati na istilahi za Kiswahili, lakini pia zipo programu za mafunzo na ukuzaji wa Kiswahili. Hilo lilikuwa swali la kwanza, lakini pia kwenye swali la wizara na wadhibiti tumeweza kuchangia, tukaona kwamba wizara ambazo zinaweza kusaidia na wadhibiti ni kwamba kuna wizara za elimu katika haya mataifa ambayo yameungana katika Afrika Mashariki, yani kila nchi ina wizara ya elimu. Hiyo wizara sasa inaweza kusaidia, lakini pia kuna wizara za utamaduni. Hizi kwa sababu Kiswahili kinaambatana na utamaduni, hivyo basi wizara za utamaduni vile vile zinashiriki, kwa sababu hata hii East Africa Kiswahili Commission inashirikiana sana na sekta za utamaduni, lakini pia bila kusahau elimu. Tumeweza vile vile kwenye swali la wahakiki tukaona kuwa wanaisimu, yani wanaisimu wa Kiswahili wanaweza kuhakiki, na wataalamu vile vile wa tafsiri na ukalimani wanaweza kuhakiki. Shukrani sana. Asante. Naona nimepata data kule, tukapata data hapa, and that is what is community and crowdsourcing. Unaona, naweza pata notes. Nadhani kuna mtu hapa before niende kule tufunge and have a solution. Kulikuwa na mtu hapa? Wanachuo tumechangiwa kwenye swala la pili ambalo ni wizara au wadhibiti gani wanapaswa kuitambua alama ya EAC. Hapa sisi tumepata wizara za elimu za nchi wanachama wa EAC. Pia tumeona wizara za tehama na mawasiliano, na mwisho tumeona mamlaka za elimu na ubora wa mtaala. Tena tumeenda katika ni nini kitafanywa na GISI au na wadau wa kikanda waidhinishe mamlaka ya EAC. Hapa tumeona kuwa kufanya mashauriano na mikutano ya wadau, kutoa usaidizi wa kifedha na kiufundi, na kuandaa sera na miongozo ya utekelezaji. Asante. Na vile kwa simu, tuwekee hiyo feedback kwa link. Umeiweka hiyo? Asante. Good. Mimi kuna kitu naomba kukielezea. Ni swali moja ambalo sikumbuki lilikuwa swali gani, lakini lilikuwa linaelezea ni swala la gharama, kwamba ni gharama gani ambayo inatumika katika, yani kwamba wakati wa kutengeneza hiyo. Ila mimi nataka nielezee kwamba sisi huwa tunachokiangalia kwamba ni gharama, kwamba yani focus yetu tunaangalia ni gharama, kwamba ni gharama gani ambayo tutaitumia kutengeneza kitu ambacho kitafaidisha watu au kitafaidisha jamii baadaye.
lakini mimi ningeshauri kwamba katika mfumo wote wa kuingiza maneno katika nani ya Kiliunde, tujaribu pia hata hizi lahaja mbalimbali ambazo zipo katika jamii yetu, ambazo zitasaidia pia katika kukuza lugha ya Kiswahili. Kwa mfano, kama tukiingiza lahaja ya aidha ya Kisukuma au lahaja ya Kijaluo katika mfumo wa Kiliunde, utasaidia yule ambaye ni mtumiaji wa lugha ya Kijaluo au mtumiaji wa lugha ya Kisukuma ambaye hajui kabisa Kiswahili na anataka kujifunza Kiswahili, ataiuliza Akiliunde kwamba labda nataka neno fulani la Kiswahili kwa lugha yake, na ikamletea tafsiri ya ile lugha. Kwa hiyo ina maana kwamba pale obvious kwamba atafanya nini? Atajifunza Kiswahili kupitia ile lugha yake, kwa sababu ipo katika Akiliunde. Kwa hiyo tukiangalia hili swala la gharama, kwamba gharama gani ambayo itatumika kufanya nini, kwa hiyo inakuwa tayari tutawanyima baadhi ya walaji namna ya kujifunza lugha yetu ya Kiswahili au kuitumia lugha ya Kiswahili katika sehemu mbalimbali. Na kingine ambacho pia tunaweza kutumia kwamba ni swala la muda. Kwa mfano, kama huyu mtu ambaye anajifunza Kiswahili kule kijijini, Masai au Msukuma, ana familia yake, ana mtoto ambaye anataka aanze naye kujifunza Kiswahili kutoka mwanzo, lakini huyu hajui kile Kiswahili. Kwa hiyo anaweza kutumia yale maneno ya lahaja yake kule kuweza kumfundisha mtoto ambaye anaanza kujifunza Kiswahili. Kwa hiyo kwa kutumia hivi, tukiachana na swala la gharama, muda, tunaweza tukakipanua Kiswahili katika nyanja kubwa sana. Na mimi naweza kusema tu kwamba bahati mbaya sisi wote ni Waafrika, wa Tanzania, toka huwa tuna desturi moja ya kutenge kwamba tuna watu wenzetu wameshafika sehemu kwamba kile kitu kishatengenezeka, kisha tunaona kina mafanikio. Kwa hiyo tunasema okay, yule amefanikiwa, hebu na sisi tuanze. Mimi ningeshauri tuanze ili tuonyeshe mafanikio wa kwanza. Asante. Akiwa nimepotea, nimebakisha mtu mmoja, alafu we close out. You are the last one. Katika kundi letu tumeweza kujadili swali namba 1, lakini katika swali namba 1 tumeenda moja kwa moja kwenye kipengele cha pili ambacho kinasema pengo ni lipi kati ya data iliyopo na vipengele 2500 hadi 3500 vinavyohitajika. Sie katika majadiliano yetu tumekubaliana kwamba hakuna kiwango maalumu cha data ambacho kinahitajika, kwa sababu kiwango cha data kinategemeana na mahitaji ya jamii au mahitaji ya jamii husika au watumiaji, yaani kinategemeana na watumiaji. Watumiaji wakiwa wanahitaji vitu vingi zaidi, kiwango cha data kitakuwa kinaongezeka au kinapanda. Lakini pia watumiaji wakiwa wachache, kwa hiyo kiwango cha data kitakuwa kinapungua. Kwa hiyo sisi tumekubaliana kwamba kutokana na mahitaji ya watumiaji ndipo data itaweza kuongezeka au kupungua. Swali la 3 ama kipengele cha 3 kinasema kwamba nani anamiliki haki za maudhui yaliyopo na yatachangiwa au kupewa leseni vipi? Tumesema kwamba au tumekubaliana kwamba mmiliki wa haki za maudhui ni serikali. Na kwa namna gani serikali itaweza kuchangia? Wataweza kutoa mchango wao, mathalani fedha, kuwawezesha wale ambao wataweza kutoa elimu ili iweze kusonga mbele. Na kivipi leseni? Leseni tumesema kwamba
kutatumika sheria ama watatumia sheria na kanuni ili ziweze watatumia sheria na kanuni ili ziweze kufuatiwa zaidi. Kipengele cha 4 tumesema, kipengele cha 4 kinasema ni lahaja na matumizi gani ya Kiswahili lazima yawakilishwe kikanda. Sisi tumekubaliana kama walivyokubaliana baadhi ya makundi ambayo wamesema kwamba lahaja ya Kiunguja mjini, kwa sababu lahaja ya Kiunguja mjini ni lahaja ambayo imekubaliwa na ilisanifishwa kutokana na ukamilifu wake wa lahaja ambazo ziliteuliwa kipindi hicho, wakakubaliana kuwa ni lugha sanifu ambayo inaweza kukidhi mahitaji ya watumiaji. Asante, naomba kuwasilisha. Data na mmiliki wa Kiswahili Trust. Sasa tukirudi next year hapa, tunafaa tukuwe tumefanya kazi Dr. Joy, ndio watu waone hii Kiswahili Trust Mark coming to life. So tumeshukuru sana, tumepata as much feedback. Everybody was very involved. That's amazing. And everybody was truly active. This is one of my favorite workshops. Tunaifanya na Kiswahili. Imekuwa mzuri sana. Sasa as for the next steps, tunataka kuendelea kupata majibu kutoka kwa community. Tulitaka kuanzia na hii kongamano ya Kiswahili ndio tupate feedback ya tunataka tuanze kazi polepole. Na tukimaliza tutakusanya data, tuone data gani inaweza kusaidia tuweze kutengeneza hii trust mark, na wadau wote wenye wako hapa, kama unataka kucontribute, niko hapa, Mole lako hapa, Dr. Joy yako hapa, please raise your hand. We accept, as much help as we can get. Kama unataka kusaidia, kama BAKITA mko hapa, mnajua mnaweza kuja mseme tunatoa hii. Wanafunzi pale nyuma wamesema wako na vitabu tunaweza tumia. Unaona? So ni vizuri tumepata majibu yote, tutaenda kuyakusanya, tuya group, tuone what's the way forward. Alafu tena engage stakeholders tena, tupate tena new feedback, tuendelee kujenga hii trust mark. So we are hoping tukirudi tena hapa Swahili the next year, tunarudi na alama ya udhibitisho wa Kiswahili. Mwana, unataka kuongezea? Binafsi nitaka kuwashukuru wadau wote. Tumepata a lot of feedback na nyingine zinaingia kwenye mtandao. Sina kingine zaidi ya kuwashukuru sana Waswahili kwa kuweza kuhakikisha Kiswahili kinadumu. Asanteni. Asanteni sana. Kuna mtu ana swali la mwisho? I think hatukuchukua maswali, but before Dr. Joy aingie, kama kuna maswali ya mwisho unaweza nipata pale na Dr. Mole. Nimeona tayari nimepata majibu kwenye responses, lakini tafadhali kama kuna hiyo QR code, ongeza feedback. Aimena wapi? Wenye teknolojia. QR code. Kama tunaweza iweka hapa mpaka tukienda lunch watu tu watoe, alafu tukirudi unaweza ibadilisha. Tunaweza iweka QR code. Tafadhali. Ninaona responses zimeingia kadhaa. So itakuwa vizuri kama tunaweza pata responses as we go throughout. So tunaweza wacha QR code. Kama una wakati, chukua link. Kama una marafiki, waambie watoe feedback. But asante sana. Dr. Joy,